Tukiwa katika masuala hayo ya kisiasa ni kwamba viongozi wa upinzani wameshutumu mawaziri na viongozi wa serikali kujihusisha na kampeni za chaguzi ndogo zilizoratibiwa kufanyika tarehe 27 mwezi huu. Wakiongozwa na Kalonzo Musyoka wamekosoa hatua ya mawaziri kama vile Ali Hassan Joho pamoja na governor pamoja na Sabaki hoye! Supreme Court, hakuna koti ingine in the Republic of Kenya juu ya hiyo. Supreme Court haikuwa pesa halali, ilikuwa hongo, walikuwa wananihonga ili nisiweze kuwa kwa debe. Na mimi nikasema ili kuhifadhi heshima ya wana Magarini na heshima yangu ya uongozi, ni lazima nitafute mbinu ya kuweza kuwa kwa debe. Ndio DCP wakanihifadhi, wakanibeba, na kwa sasa tuko kwa debe na tunaomba tuweze kushirikiana ili tuweze kukomboa Magarini yetu hii. Mimi nasikia ati serikali nzima iko hapa ati kuhakikisha wamemnyima tena ushindi, ati wanapanga watamuibia yeye kura, ati wanapanga wamekuja na mapesa. Naomba kabisa tafadhali tupigie Stanley Karisa Kenga ili tuje naye pale bunge tuweze kuwatetea. Hii ni mwanzo wa mambo ya kuleta order kwa nchi yetu, kusema Kenya must change, na Kenya haiwezi kuendelea vile vile. Hawa ambao wanakuja usiku na kujaribu kuharibu nia za wazalendo. Kwingineko, shirika la afya duniani